wamefanya wekundu wa Msimbazi Simba. Nani ambaye ametisha sana kwenye hayo mazoezi, kwa sababu ni mwandishi ambaye amepata nafasi kuweza kuhudhuria na kutazama kila ambacho kinaendelea katika kambi hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa njia ya WhatsApp call tunamtafuta mwandishi huyo aweze kutuunganisha moja kwa moja kutokea pale nchini Ismailia, Misri, ambako kikosi cha Simba kimeweza kuweka kambi. Kwenye line ya moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp call unazungumza kwa mara nyingine na Sanga TV, kama ambavyo hapo jana ulitutaarifu mapokezi ya wekundu wa Msimbazi Simba na tukakujulisha kwamba tutaweka kambi, lakini pia tutakurudia kwa mara nyingine kuweza kujua maendeleo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine hali ni vipi huko katika nchi ya Ismailia, Misri? Hali ni shwari kama ilivyokuwa hapo awali ambavyo nilikuwa nimekwisha kukueleza kuhusiana na kuelekea katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Tayari kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimekwisha kuwasili katika viunga vya Ismailia hapa nchini Misri, nia na madhumuni yao kwa ajili ya kujiweka sawa na kuhakikisha kwamba wanakwenda kuumana vikali dhidi ya klabu ya soka ya Al Masry, ambao mchezo unatarajiwa kwenda kupigwa kunako siku ya Aprili 2 ya mwezi ya mwaka 2024. Itakuwa ni mchezo mkali kweli kweli, kwa maana kila timu imejipanga na kuhakikisha kwamba itapata ushindi siku hiyo. Si wekundu wa Msimbazi Simba kwa namna ambavyo wanafanya mazoezi, lakini pia vile vile alikadhalika kwa upande wa Al Masry, na wenyewe wanaonekana wamedhamiria kweli kweli na wanauhitaji mchezo wa Aprili 2, 2025. Tunajua kikosi cha Simba hapo jana kimewasili, lakini pia vyombo vya habari nchini Misri lazima ambavyo vina cover stories za michezo lazima vizungumze wageni ambao wameweza kufika. Kwenye vipindi vingi vya habari vya michezo, kitu gani ambacho kinachambuliwa hasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wageni kutokea nyumbani hapa kwetu Tanzania? Kwa kuangalia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na hata redioni kwetu hapa, tulikuwa tukichangamua vikali kuhusiana na mchezaji Elie Mpanzu. Anaonekana ni mchezaji hatari sana, na hata wao wenyewe pia Al Masry wamekwisha kuanza kuona ya kwamba hapa kinachoelekea ni dhahiri shakiri kuna kitu hapa kinaweza kikaenda kutendeka. Lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao wanasifika kwa uzuri na ubora tactically, hawawezi kumwacha mchezaji kama Elie Mpanzu. Miongoni mwa majina ambao yanazungumza sana katika ardhi ya hapa Misri Ismailia ni huyu bwana mdogo Elie Mpanzu, Jean Charles Ahoua, na mwenyewe pia wanamzungumzia. Ni mchezaji anaonekana kuwa hatari anapokuwa na mpira, lakini watari wake unategemea na namna gani ambavyo timu pinzani wanaweza kumchukulia mchezaji yule ni kama mchezaji hatari pindi anapokuwa na mpira. Lakini pia vile vile yako majina mengine yasiyopungua mengine mawili. Automatically wanamzungumzia golikipa Musa Pinpin Kamara kwa ubora na video analysis wa klabu ya soka ya Al Masry ambayo wamekuwa wakimfuatilia. The same pia wanamwangalia vile vile mchezaji kama Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, kiwango chake anachokionyesha, na wenyewe pia miongoni mwa benchi la ufundi la Ismailia laonekana tayari limekwisha kuingia uoga juu ya mchezaji huyo fullback Mohamed Hussein Shabalala. Lakini wachezaji wanaozungumzwa sana ni hao wanne ambao nimekwisha kutajia. Musa Pinpin Kamara tayari wamekwisha kuangalia video analysis zake na wanaangalia ni namna gani ya kwamba tactically striker wa Al Masry anaweza kwenda kupachika magoli dhidi ya mchezaji huyo. Lakini wanaonekana kitu ambacho kimezua gumzo kweli kweli ni badala ya Musa Pinpin Kamara kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini pia vile vile wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kutoa taarifa inayohusiana na kuumia kwa mchezaji huyo Musa Pinpin Kamara. Hii imewashtua sana miongoni mwa benchi la ufundi la klabu la soka ya Al Masry. Huenda wakawa wanalichunguza zaidi kuhusiana hili swala la mchezaji huyo kutokucheza, kwani ziko taarifa nyingi zinazozungumzwa kutoka huko Tanzania. Musa Pinpin Kamara ni mchezaji ambaye
ni majeruhi. Kwa hiyo ni kama wapo kwenye sintofahamu. Je, Musa Pinpin Kamara Nyanda huyo ataweza kuidakia timu yao au ni kama mind game? Kwa wao wanavyodhani it's like a mind game ambayo Simba wameamua kuicheza. Lakini bado kuna maswali mengi ambayo wanajiuliza kutoka hapa Ismailia nchini Misri. Wanajiuliza vitu kama vifuatavyo. Swali ni moja tu. Kama mchezaji ameumia, the main game ambayo wanataka kuicheza Simba, kwa nini mchezaji huyo ameitwa national team? Ni maswali ambayo wanabaki na kujiuliza. Then wanakwenda kujiuliza tena, kama mchezaji ameitwa national team, then amerejea kwenye kikosi na sasa hivi tena anatarajia amesafiri na kikosi na moja kwa moja ameelekea moja kwa moja nchini Misri. Hii ni kama Simba wanataka kuicheza mind game yao dhidi ya klabu ya soka ya Al Masry. Lakini pia vile vile kuna mchezaji ambaye anaimbwa sana hapa huko Tanzania na hapa katika viunga hivi vya Ismailia, si mwingine ni Elie Mpanzu. Kumbuka ya kwamba Elie Mpanzu alihitajika na timu kama National Bank kutoka hapa nchini Misri, lakini ubavu walioweka Simba na lakini pia na kuona vision anayo Elie Mpanzu, it's better kwenda kucheza kwenye tournament za CAF, kwa sababu hapa nchini Ismailia unapozungumzia club kama National Bank ni club ya kawaida sana ambayo kwenye michuano ya CAF bado haijawahi hata siku moja kwenda kushiriki. So Elie Mpanzu alichokiamua ni yeye kwenda kucheza kwa wekundu wa Msimbazi Simba na wala si kuja kwenye club kama hii National Bank ambayo inashika nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu ya hapa nchini Misri, Matela Protof. Kwa ufupi, wachezaji ambaye wanachunguzwa lakini pia wamekuwa wakimulikwa na timu pinzani lakini pia na wachambuzi mbalimbali wa huko nchini Ismailia Misri, jina moja hapo ni Elie Mpanzu. Yes, Elie Mpanzu anazungumzwa vikali sana. Ni mchezaji hatari sana pindi anapokuwa na mpira, lakini pia vile vile pindi anapokuwa hana mpira. Kwa namna unavyomwangalia Elie Mpanzu, ni mchezaji ambaye tactically akiwa na mpira ni yeye anakuwa anaongoza movement nyingi ambazo zinakwenda kuwasaidia Simba kuscore magoli mengi. Nenda utatazama miongoni mwa michezo mbalimbali ambayo amekwisha kucheza Elie Mpanzu, lakini pia vile vile ni mchezaji hatari kwa maana ni mchezaji mwenye uthubutu wa kujaribu kupiga mashuti mbele ya lango. Hivyo wanalichunguza hili na kulifanyia analysis kubwa na kuhakikisha kwamba hawawezi kumpa mtu kama Elie Mpanzu nafasi ya kupiga pindi anapokuwa yuko open. Lakini pia vile vile as the same wanakwenda kumchunguza mchezaji mwingine kama Jean Charles Ahoua. Akiwa mpira haonekani kuwa ni mchezaji hatari, ila anapokuwa na mpira anaonekana kuwa ni mchezaji hatari. Nini kifanyike? Ni kutokumpa nafasi Elie Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua ambayo ni main key ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Na katika video analysis ambazo zimefanywa na klabu ya soka ya Al Masry kutokea hapa Ismailia, ni takwimu zinaonesha kwamba magoli mengi ya Simba Sports Club yanachangiwa na Jean Charles Ahoua na Elie Mpanzu. Hivyo basi kama ukiweza kuzuia hii mianya ya Elie Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua, ni tactically moja kwa moja utakwenda kuwazuia Simba wasiende kupata magoli. Lakini pia vile vile tunarejea, nilikwambia mchezaji mwingine anayezungumzwa si mwingine ni Mohamed Hussein Shabalala. Kama ukienda kumzuia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, automatically kuna mashambulizi utakwenda kuyazuia yasiweze kumfikia Elie Mpanzu, yasiende kumfikia Jean Charles Ahoua, na hii inaweza ikawa ni sababu kubwa na mpango mkakati ambao Al Masry watakuja nao, nia na madhumuni kuhakikisha kwamba Elie Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua hawapati nafasi za kupiga mashuti katika lango la timu pinzani ya Al Masry ili waweze kuwa salama. Hivyo ni mpango wa mwalimu kocha kutokea Al Masry atakapoamua ni namna gani ya kwamba anaweza kutumia mbinu zake kuhakikisha Elie Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua, bila kumsahau Mohamed Hussein Shabalala, wasishindwe kupata mpira na kudominate mchezo ili Al Masry asiweze kupata madhara
pale wanapokuwa wameshika mpira wachezaji hao wa Simba. Kwako wewe kama mdau wa soka, nadhani huo unafuatilia baadhi ya mechi za Simba ukiwa huko nchini Misri, unamzungumziaje huyu mchezaji Elie Mpanzu? Unapomwangalia mtu kama Elie Mpanzu, ni mchezaji mwenye uwezo, cha kwanza na uwezo wa kusprint anapokuwa na mpira. Automatically hautaacha kuzungumza kitu kama hicho. That's number one. Then number two, anapokuwa na uwezo wa kujaribu, no matter anapokuwa katikati ya uwanja, no matter anapokuwa amesogelea goli, ana uwezo wa kujaribu, nikiwa na maana kushoot mipira ambayo inayokuwa inalenga lango. Lakini ukimwangalia mchezaji the same Elie Mpanzu, ni mchezaji ambaye kuwa anaamua mechi, na huwa akiamua jambo lake ni lazima ataamua kufanya nini lifanyike. Lakini pia vile vile kinachoangaliwa, wachezaji wengi wa Simba wataonesha uthubutu, kwa maana ni wachezaji makinda, ni wachezaji wadogo, wanahitaji kupata nafasi ya kwenda kucheza katika timu zingine kubwa, na bado wanatafuta maisha ya kujikimu wao kama wao. Hivyo basi watakuja na mpango mkakati ya kuhakikisha ya kwamba wanaonesha kiwango chao. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, wanakwenda kuonesha kiwango bora dhidi ya klabu ya soka ya mpinzani anayekwenda kucheza na Simba, ambaye ni Al Masry. That's number two. Then number three, ni mchezaji ambaye atakayekwenda kuonesha kiwango cha kipekee, kwa maana akiwa anatazama ya kwamba huu mchezo hawaangalii Al Masry peke yake, huu mchezo hawaangalii mashabiki wa Simba peke yake, bali huu mchezo kuna baadhi ya vilabu vingine wanakuwa wakivitazama. Hivyo kwa upande wake Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa ni mchezaji hodari, lakini pia vile vile ni mchezaji hatari. Si hatari anapokuwa na mpira, hapana, ni hatari hata the way anapokuwa akijiposition kwa ajili ya kwenda kushambulia timu inapokuwa pinzani. Lakini pia ukitaka kujua sifa za Elie Mpanzu, Elie Mpanzu ana sifa ya kutokuikimbia goli. Elie Mpanzu ana focus, anapopata mpira moja kwa moja, strength yake na focus yake ni kuitafuta zone ya 18 ya timu pinzani na kuhakikisha kwamba anaingia katika zone ya 18. Ukimwona mchezaji anakimbilia kwenye zone ya 18 ya timu pinzani, brothers, na niwaambie tu Tanzania, huyo ni mchezaji hatari sana na ni mchezaji wa kuchungwa sana, kwa ajili ya kuhakikisha hiki ambacho Simba anachokihitaji ni alama 3 tu na ushindi tu pekee, kwa ajili ya kwenda kuisaidia timu yao iweze kuvuka. Na kama utaweza kupata matokeo, basi ni dhahiri shahiri Simba wanaoichukulia poa si poa kama vile wanavyoichukulia poa. Swali langu la mwisho, pengine tutaweka nukta na hili, kukosekana kwa beki huku Tanzania tunamuita ukuta wa Yeriko, Chefondo Maloni, pengine kunaweza kukawa na athari yoyote kwa upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Kwa jashalea sina uhakika, kwa Shemalon Fondo sijamfuatilia, lakini kukosekana kwake nadhani kutakuwa hakuna. Mimi naamini siku zote kwenye timu hakuna mchezaji mmoja anapokuwa anaumia. Na imani mwalimu anaweza akafanya mabadiliko na watu akacheza vizuri na timu ikapata matokeo. I think kitu kama hicho brother. Vipi kwa Yusufu Kagoma pale katikati ya dimba? Umemtazama kwenye mechi ambazo amecheza kwenye michuano yote ambao pengine umepata nafasi ya kuweza kumfuatilia? No doubt kwa Yusufu Kagoma, it's a best football player. Lakini ni mchezaji ambaye mimi kwa upande wangu I was convinced kama wataweza Simba on this game wanaweza kuanza. Sio mchezaji mbaya, lakini ni mchezaji mzuri, hususan pale anapokuwa katika idara ya kiungo, huwa anapunguza miongoni mwa mashambulizi makali ambayo anayokuwa yakienda kwenye timu pinzani. Na imani kama kocha Fadlu akimtumia vizuri, akimtumia vyema, nina imani eneo la safu ya ulinzi la kiungo la kati huenda likawa lina mtu sahihi na kuhakikisha kwamba klabu ya soka ya Simba wanaweza kukusanya matokeo dhidi yake. Lakini pia vile vile ukimwangalia, nimeshafuatilia baadhi ya mechi, nilishuhudia mechi ya it was Simba against Dodoma Jiji, yes, Simba won 6-0. Nilifuatilia hiyo mechi, then baada ya kuifuatilia niligundua na kuona ya kwamba yes,
huyo mchezaji ambaye unamzungumza Yusuf Kagoma, juu yake he was with someone ambaye ni some Kongomani, I don't know, is known as Yusuf Ngoma, not Ngoma, Fabrice Ngoma. Yes, I think kuna pacha nzuri ambayo kocha Fadu Davis ameitengeneza. So to me automatically I was think kama mwalimu ataamua kuwatumia vyema wachezaji hao, kuna kitu anaweza kwenda kukiapproach katika mchezo dhidi ya Al Masry. Lakini all in all wanapaswa waingie na heshima kubwa sana kuhakikisha kwamba wanakwenda kwa adabu wanapokwenda kucheza na timu, ni hali wanabidi wakumbuke wako katika ardhi ya ugenini wanapokuwa wakicheza na klabu kama hii ya Al Masry. Si timu ya kubeza kama vile ambavyo wanavyofikiria. Ni timu ambayo imesheheni mastaa wengi, lakini pia vile vile ni timu ambayo inahitaji kabisa uangalizi na kuhakikisha kwamba wanapata alama dhidi yao. Asante sana kutokea hapo Ismail ya Misri. Nimependa uchambuzi ambao umefanya. Tunapata maoni tofauti ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nadhani hapo baadaye kama utakuwa na muda tutafanya kidogo uchambuzi wa kikosi cha Simba kuanzia kipa mpaka kocha mwenyewe. Nadhani utakuwa na maoni mazuri ya kuweza kuwapa Tanzania. Inshallah ngoja basi na mimi nianze kupitia baadhi ya mawili matatu ili kuweza kujua hata kama tunapokuwa tukiwahabarisha Tanzania, I think wanabidi wapate kitu ambacho kinachostahili kutokea hapa Misri. Unajua sisi watu tunachokifanya tunafanya tactically ni kuchambua tu the game then, kwa sababu ni timu ambayo imekwisha kuasili. Lakini pia mimi kwa kipindi ambacho niko hapa Ismailia ninafanya tactically tu ambazo ni za kwenye games ambazo huwa ni za huku Ismailia hapa nchini Misri. Lakini pia vile vile unapokuja kuzungumza katika swala zima la nyumbani, ni automatically lazima kidogo mtu ufanye research ili uweze kuwapa watazamaji kitu ambacho kinachofanyika na kitu ambacho kinachoweza kuwa bora. Mfano, unapokuja kuizungumzia club kama ya soka ya Simba, tumeanza kuichambua 1 week before kabla Simba hata hawajafika. Kwa hiyo automatically inakuwa najua tactically, strategically pamoja na mambo mengineyo ambayo yanakuwa na yusu klabu ya soka ya Simba Sports Club, kwa sababu nakuwa tayari nimeshaingia in deep kwa ajili ya kwenda kufuatilia na kujua ni kitu gani ambacho kitakachokwenda kufanyika na kuwalisha watazamaji wetu hivi vitu ambavyo viko hodari na vitu ambavyo viko sensitive. So kwa upande wangu ngoja nichambue ili baadaye utakapoweza kunipigia simu kama nitakuwa niko free bado siko studio, na imani watazamaji wako kutokea hapo katika ardhi ya Tanzania watapata vitu ambavyo viko bora sana, lakini pia vile vile vitu ambavyo viko venye uweledi sana. Inshallah panapo majali. Asante, nikutakie kazi njema kutokea hapo Ismail Misri. Asante. Naam, huyo alikuwa ni mwandishi wa habari kutokea pale nchini Misri ambaye ameweza kutupitisha kwa kila ambacho kinaendelea kwenye vyombo vingi vya habari pale nchini Misri, lakini pia hususan katika vipindi vya uchambuzi pale nchini Misri. Amewataja wachezaji ambao wanawikwa lakini pia wanachambuliwa na wanaonekana kama ni hatari. Kwa ufupi ni kama wanamulikwa kwamba hawa endapo watadhibitiwa vyema basi moja kwa moja kikosi cha Al Masry basi moja kwa moja kinaweza kikaibuka na ushindi. Amemtaja mchezaji kama Elia Mpanzu, lakini pia amemtaja kama mchezaji ambaye anatazamwa kwa jicho la pili kutokana na jinsi ambavyo mechi zake ambazo amezicheza, lakini pia hatari ambayo amekuwa ameionyesha katika michuano mbalimbali ambayo wamepata kuitazama. Lakini pia mchezaji mwingine ni Jean Charles Ahoua ambaye pale katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na mchezaji pekee ambaye anaongozwa kwa kufunga magoli mengi lakini pia kutoa assist nyingi. Hivyo kule katika nchi ya Misri nako vyombo vingi vya habari vimeweza kumwangazia na kuweza kumchambua huyo mchezaji Jean Charles Ahoua, lakini pia wamemtazama mchezaji goalkeeper ambaye anawika, na pengine sasa hivi wanasimba wengi wanawaza je, atadaka au hataodaka. Na mzungumzia Musa Pinpin Kamara. Kipi ambacho kitaendelea, lakini pia tutarudi pale nchini Misri kama alivyotuahidi mwandishi huyu kwamba tutaendelea kushirikiana kuweza kujua nini ambacho kinaendelea kutokea pale nchini Misri. Kikubwa
ni kwamba Elia Mpanzu anajadiliwa sana huko katika vyombo vya habari nchini Misri, kama ambavyo umejisikiza au umemsikiliza mwandishi huyo ambaye amemchambua, lakini pia ameeleza sifa za Elia Mpanzu. Langu jina naitwa Martin Sanga, lakini pia endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa Instagram, Facebook na Twitter. Moja kwa moja tunapatikana kama Sanga TV. Utapata taarifa na habari lukuki. Kwa wiki hii tumeweka kambi pale nchini Misri, hususan katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutazama, lakini pia kumulika nini ambacho kinaendelea, sio uwanjani tu, lakini pia tunakita kambi kwa huyu mwandishi ambaye anazungumza lugha ya Kiswahili, lakini pia ni Mtanzania ambaye anafanya kazi kwenye chombo kimojawapo pale nchini Misri cha habari. Tutazungumza, lakini pia tutajua nini ambacho kinaendelea kule nchini Misri. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie siku njema na wakati mwema. Nyuma ya kamera ni Justina Majata. Asante.